mchana mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Karibu sana katika taarifa ya habari ya mchana kutoka hapa Channel 10 kilicho bora kabisa, ikiwa leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Jina langu ni Salma Shabani. Karibu, tunaanza na habari za kitaifa. Leo ni Ijumaa Kuu ambapo waumini wa dini ya Kikristo nchini wanaungana na waumini wenzao duniani kote kuadhimisha kumbukumbu ya mateso ya kifo cha Yesu Kristo msalabani. Waumini wa dini ya Kikristo wapo katika kipindi kiitwacho Juma Kuu, yani Alhamisi Kuu, siku ya jana ambayo Yesu alikula karamu ya mwisho na wanafunzi wake, Ijumaa Kuu ambayo ni leo, Jumamosi hadi Jumapili kesho kutwa, ambayo siku ya Pasaka, yani kufufuka kwa Yesu Kristo na kuwa mshindi wa mauti. Katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, amri ya pili, kanisa linahimiza waumini kutokula nyama katika siku hii ya leo. Amri hiyo inasema funga siku ya Jumatano ya Majivu, usile nyama siku ya Ijumaa Kuu, wakiamini kuwa ni siku ya huzuni, wakikumbuka mateso ya Bwana wao Yesu Kristo na kifo chake msalabani. Hata hivyo, wapo baadhi ya waumini wa madhehebu mengine wanaamini kuwa si lazima kuacha kula nyama kwa siku ya leo. Hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mfungo mwema, na tunazidi kudumisha yale mafundisho yote tuliyoyapata katika kipindi hichi, ambayo ni kuzidisha sana sana na upendo kati yetu, kuelekea sisi kupata uhakika wa Ukristo wetu, kwamba Kristo alipokufa na kufufuka, hapo tuna imani, tuna matumaini makubwa sana, yani tuna uhakika kufufuka kwake Bwana Yesu Kristo. Hapo inatupa uhakika sisi wa Kristo kwamba hakuna kufa, ni uzima. Kama Kristo mwenyewe alianguka akiwa dhaifu kimwili, lakini hakukata tamaa, alisimama. Hivyo nasi kama wa Kristo tunapoanguka katika dhambi, tusikate tamaa, tusimame, turudi mara kwa mara, tuwe na tendency ya kutafakari mateso ya Kristo ili tujiweke imara katika imani. Tunawatakia Ijumaa Kuu njema wa Kristo wote. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi, uhamisho, utenguzi na kumpangia kituo balozi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, uteuzi, uhamisho, utenguzi na kupangiwa kituo balozi ni kama ifuatavyo, ambapo Profesa Palamagamba Kabudi ameteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, akichukua nafasi iliyoachwa wazi na aliyekuwa waziri wake William Vangimembe Lukuvi aliyefariki dunia. Kabla ya uteuzi huu, Profesa Kabudi alikuwa waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Ikulu, kazi maalum. Ruben Kwagilwa amehamishwa kutoka ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI kwenda kuwa naibu waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, wakati Dr. Festo John Dugange akihamishwa kutoka ofisi ya makamu wa rais kwenda kuwa naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya elimu. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Dr. Evelyn Wilbard Munisi na Angela Kiziga wameteuliwa kuwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo Balozi Saidi Othman Yakubu amepangiwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Ufaransa. Hata hivyo, taarifa hiyo imesema uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA, Dr. James Andilile Mwayenyekule ametenguliwa na atapangiwa majukumu mengine. Uapisho wa waziri na naibu mawaziri utafanyika kwa tarehe itakayopangwa hapo baadaye. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua rasmi mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2026 katika uwanja wa Gombani kisiwani Pemba, huku akisisitiza dhamira ya serikali kuendeleza mapambano dhidi ya rushwa nchini. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inafafanua. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali zote mbili zitaendelea kushirikiana kikamilifu kuhakikisha rushwa inatokomezwa, na kueleza kuwa uadilifu
Uwajibikaji na usimamizi bora wa rasilimali za umma ni nguzo muhimu za maendeleo endelevu ya taifa. Mapambano dhidi ya rushwa ni jukumu letu sote. Vitendo hivi viovu vya rushwa katika taifa letu vimeundiwa sheria mbalimbali pamoja na taasisi za kisheria katika kuhakikisha vinatokomezwa kabisa. Hivyo ni wajibu wetu wananchi sote kushirikiana na taasisi zinazohusika katika kutoa taarifa na kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa, kwani ni adui mkubwa wa haki. Mapema makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amesema Watanzania wanahitaji maendeleo yanayoendana na kudumishwa kwa amani ili kuimarisha ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla. Shughuli hizi ambazo tunazifanya katika mikoa mbalimbali zinaakisi malengo na azma ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar unayoiongoza wewe Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwaletea wananchi wa Tanzania maendeleo. Falsafa hii iliyoasisiwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961 na kuungwa mkono na muasisi wa taifa la Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume pale aliposisitiza juu ya wananchi kumiliki njia kuu za uchumi, uimarishaji wa huduma za kijamii. Mwenge wa Uhuru ni ishara ya mshikamano, amani, upendo na maendeleo ya taifa letu. Tangu ulipoanzishwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, umeendelea kuhamasisha wananchi kushiriki kamilifu katika maendeleo kupinga rushwa. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante sana Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali haitavumilia tena malalamiko ya wananchi kuhusu ukosefu wa dawa katika vituo vya kutolea huduma za afya, akiwataka watendaji wa sekta ya afya ngazi za mikoa na wilaya kuhakikisha wanatatua changamoto hizo. Taarifa ya Kisa Mwaipiana inafafanua zaidi. Waziri Mchengerwa amesema hayo wakati wa kikao maalum cha kujadili upatikanaji wa dawa nchini kilichofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo amedokeza kuwa pamoja na takwimu kuonesha wastani wa upatikanaji wa dawa kufikia asilimia 89 hadi 90 katika ngazi ya taifa, bado wananchi wanaendelea kulalamikia huduma hiyo katika baadhi ya maeneo. Aidha, amesema tofauti iliyopo kati ya takwimu na hali halisi kwa wananchi ni lazima itatuliwe haraka, akisisitiza kuwa viongozi waliopewa dhamana katika ngazi za mikoa na wilaya wanapaswa kutumia mamlaka yao kutatua changamoto zilizopo kwenye maeneo yao badala ya kusubiri maamuzi kutoka wizarani. Kama kutakuwa na changamoto ambayo ninyi viongozi wa mikoa na wilaya mnaweza kwenda kuzitatua kwenye maeneo yenu, na tukaendelea kusikia changamoto hizo bado zipo kwenye maeneo yenu, maana yake ninyi kwa kupitia utaratibu ule ule tuliouweka ambao unatambuliwa kwa sheria ya uteuzi wenu, tunahakikisha yule ambaye anashindwa kwenda kutekeleza maelekezo tutakayomalizana leo tutamweka kando. Kwa upande wake, mganga mkuu wa serikali Daktari Grace Magembe amekiri kuwepo kwa uzembe kwa baadhi ya watumishi katika sekta hiyo ya afya ambao wamekuwa wakishindwa kusimamia kikamilifu majukumu wanayopewa, hali inayochangia kwa kiasi kikubwa kwa changamoto hiyo ya ukosefu wa dawa kwa wananchi. Akishamaliza matibabu wanamrudisha, anarudi nyumbani kwake. Sasa mgonjwa yeye anajua nitakapoenda pale kwenye zahanati, kwenye kituo cha afya, kwenye hospitali ya wilaya, sinataka kurudia dawa yangu ile ambayo nimepewa Moi au Muhimbili au JKCI, nitaikuta pale. Asipoikuta pale, Mheshimiwa Waziri, changamoto inaanzia hapo. Tumeongeza upatikanaji wa taarifa za hali ya upatikanaji wa dawa toka mara 4 kwa mwaka kwenda mara 12 kwa mwaka, kwa tunapata kila mwezi tunazipata. Matamanio yetu ni kuwa na real time data ambazo walau leo nikiamka, waziri, ukitaka kuingia kwenye dashboard uweze kuona hizo taarifa. Hizi sifa zote hapa tumezitoa nzuri. Unaweza ukashangaa tena kwa sababu yanayoendelea huko Uajemi, kesho hii biashara ikawa imebadilika. Mwambie ni tayari wale ambao imeshatokea taarifa kwa mawasiliano zaidi ya 30. Katika kikao hicho, serikali imesisitiza kuwa dhamira yake ni kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma za afya bora, salama na kwa wakati, huku ikiahidi kuimarisha minyororo ya ugavi wa bidhaa za afya nchini.
Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwaipiana, Channel 10. Asante sana Kisa Mwaipiana kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA imesema itafuta leseni za kampuni za usafirishaji zitakazobainika kusitisha huduma kutokana na kupanda kwa gharama ya mafuta hapa nchini. Akizungumza na uandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa LATRA CPA Daktari Habibu Suluo amesema kiwango cha shilingi 3,800 hadi 4,000 bado makampuni hayo yapati hasara inayoweza kusababisha kushindwa kutoa huduma. Sisi tuna kikokotoo ambacho tulikitumia kupanga bei ya mafuta, bei ya nauli za mabasi ya kwenda mikoani na mijini. Kikokotoo chetu hakionyeshi kwamba mafuta kwa sasa hivi inaathiri kwa kiasi kikubwa nauli. Ila inawezekana baada ya mwezi mmoja kama bei hizi zitatofautiana au zitapaa tena itaathiri. Aidha, ayataka makampuni ya usafirishaji yatakayoonekana kupata hasara kufuata taratibu za kisheria, ikiwemo kukata rufaa Tume ya Ushindani ili kuweza kushughulikiwa malalamiko yao. Na mnafahamu kwamba msafirishaji kama mimi hajaridhika na maamuzi yangu kama mdhibiti, utaratibu ni kwenda kulalamika kuhusu maamuzi yangu kwenye baraza jopo la mapitio review panel kwa mujibu wa sheria. Kisha akagusia baadhi ya daladala zitakazobainika kugoma kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Ninachosema kwa kweli nitafuta leseni. Ni rahisi tu, si haupo ufanye kazi. Sasa leseni huhitaji. Kwa hiyo nafuta leseni ili urudi sasa. Condition ya kwanza ukajiunge kwenye mfumo wa tiketi mtandao ili mmiliki naye aone mapato yake na nyewe conductor muone mapato yake. Mimi ni Witness Ngalawa. Asante Witness Ngalawa. Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imepokea maandiko zaidi ya 500 yaliyoandaliwa na vijana wanaosoma fani za uhandisi yakilenga kutoa suluhisho la kudumu kwa changamoto za msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam ambayo kwa muda mrefu imekuwa kikwazo cha ufanisi wa ustawi wa shughuli za kiuchumi. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Mchakato wa kupokea maandiko hayo ulianza Machi mosi mwaka huu na kukamilika Machi 31, ambapo vijana 561 wameshiriki kwa kuandaa maandiko yatakayotoa suluhu ya kudumu kwa changamoto ya msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema maandiko hayo ya kibunifu yameandaliwa na vijana wanaosoma fani za uhandisi katika vyuo vikuu nchini na kwamba katika kipindi cha mwezi huu wa Aprili yatafanywa mchujo na wataalamu 13 kabla ya kuanza kuyatumia kwa utatuzi wa changamoto hiyo. Wizara kupitia bodi ya usajili wa wahandisi yani ERB tulipokea jumla ya maandiko 561 na hii imewapendeza sana, maana tunaweza kumbe sisi wa Tanzania kuendelea kuwa na umiliki wa fikra na mawazo yetu, ubunifu wetu kulingana na changamoto zinazotukabili na maendeleo yetu wenyewe. Amesisitiza kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha vijana wenye ubunifu na taaluma mbalimbali wanashiriki kuijenga nchi na kwamba wizara imepanga kutafuta mbinu na bunifu kwa ajili ya majiji na miji mingine ili kukabiliana na changamoto hiyo na nyinginezo. Malengo yetu ni kwa majiji na miji yote inayokuwa. Kwa hivyo ile fikra manake zinaweza kwenda kutawanywa katika maeneo mengine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba makosa au uboreshaji tunaofanya kwa ajili ya Dar es Salaam basi Mwanza, Mbeya, Dodoma, Arusha, Moshi na kwingineko tuweze kufanya vizuri zaidi. Mchujo wa kuwapata washindi wa maandiko hayo unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi huu wa Aprili, ambapo zawadi za kiasi cha shilingi milioni 10 hadi 500,000 zitatolewa kwa washindi wa nafasi ya kwanza hadi ya 10. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma.
Asante sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo, ukiwa unaendelea kuangalia taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 mtazamaji. Na sasa ni habari za kimataifa, ambapo watu wasiopungua 43 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na waasi wanaohusishwa na kundi la dola la Kiislamu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku nyumba takribani 44 zimechomwa moto katika shambulizi hilo. Jeshi la Kongo limesema mashambulizi hayo yamefanywa na wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF katika jimbo la Ituri, eneo linalokumbwa na machafuko ya mara kwa mara. ADF ni kundi ambalo limekuwa likituhumiwa kwa mara kwa mauaji ya raia katika eneo la Ituri na Kivu Kaskazini. Na sasa ni habari za michezo na burudani, ambapo klabu ya Fountain Gate inayoshiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara imesaini mkataba wa miaka 4 na kampuni ya michezo ya kubashiri ya Pigabet kama mdhamini wake mkuu, mkataba wenye thamani ya bilioni 1, ikiwa ni jitihada za kuongeza uchumi wa vilabu vya soka hapa nchini. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo wakati wa kusainiwa kwa mkataba huo, rais wa klabu ya Fountain Gate Japhet Makau amesema kuwa mkataba huo wa udhamini ambao wameupata unakwenda kuongeza hamasa, kwani watakuwa wanatoa bonus kwa ushindi wa michezo, nafasi ya msimamo wa ligi na ubingwa wa ligi. Naenda kuongeza hamasa kubwa sana, sio kwenye management peke yake, bali mpaka kwa wachezaji. Kama ambavyo umesikia, pamoja na support ya operation, kuna support ya bonus, kuna bonus based on the position ambayo timu itamaliza. Kwa hiyo hii tunakwenda kuongea na vijana kwamba kwa sehemu kubwa bonus hii inarudi kwa wachezaji. Tunathamini sana michezo, tunathamini sana story na project ambazo zinaongeza value ya michezo hapa nchini. Na kwa sababu ya hilo, leo hii tunajivunia sana kushirikiana na klabu ya Fountain Gate FC. Mwisho wa habari hii kwa ufupi, mtazamaji, kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Usikose kujiunga nasi itakapotimia saa 1 kamili za jioni kwa taarifa kamili ya habari, ama taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo ambayo itaruka pale saa 1 kamili za jioni. Mimi ni Salma Shabani na kutakia mchana mwema na Ijumaa kuu njema.